inabidi niyaseme kwako, na yatakuwa kwa faida ya kanisa, lakini faida kwa ajili ya watumishi wa Mungu, lakini yatakuwa faida kwa ajili ya taifa kwa ujumla. Amen. Wangapi tunaiombea Tanzania? Wangapi tunaiombea taifa? Tunaomba kuongeza sauti. Mambo ambayo Mungu anataka afanyike kwa haraka sana ni haya matatu, na mimi kama nabii wa Bwana niliwaandikia ili niweze kuyasema kwako na yawe kiongozi njia wakati ambao tunasubiria ujio wa Bwana Yesu. Amen. Jambo la kwanza ni kwa ajili ya kanisa. Kanisa, unabii ambao Bwana anasema ni kwamba Mungu analeta marejesho. Sema marejesho. Urejesho. Kuna vitu ambavyo kanisani viliondoka ila kwa sasa na kurejesha. Amen. Ukilitazama kanisa linaonekana lina udhaifu, ni nyonge, halina uchumi ulio imara. Sawa? Kanisa ni kama limegawanyika. Amen. Kanisa ni kama limenyimwa nguvu rohoni ya Mungu. Bwana anasema kurejesha. Sasa nikiwa namsikiliza Bwana aliniambia kwamba adui alilipiga kanisa, na baada ya kulipiga kanisa akaligawanya vipande, na baada ya kuligawanya vipande kukawa kuna vita kati ya mababa na vijana ambao ni watumishi wa Mungu, vijana kama sisi tunaoinuka kwa sasa. Baada ya kutokea hiyo vita, kumekuwa na mvutano kuanzia miaka ya 80 mpaka miaka hii ya 2026. Kwa hiyo kutokea hapo heshima kwenye kanisa iliondoka, na baada ya kuondoka hii heshima imeruhusu sasa huu mvutano ambao hauishi, na tunaweza tukapiga picha vizuri kwa nyuma. Huu ni unabii kwa ajili ya kanisa, kwa hiyo nitaweka wazi kila kitu. Tunaweza tukapiga picha wote kwa pamoja kwa habari ya kanisa. Toka wakati ambapo kanisa lilianza kumeguka, ndipo ambapo adui aliachilia mbegu katika kanisa, na hiyo mbegu ilikuwa ni mbegu ya uharibifu, ya kuwafanya watu wawe maadui na kuruhusu roho ya mashindano, ambayo bila kuishinda hiyo roho kanisa litaendelea kuwa na vipande. Sasa Mungu anasema kwa sababu huu ni wakati wa urejesho kwenye kanisa, Mungu analitengeneza tena. Amen. Tunasikiliza vizuri watumishi wa Bwana? Mungu analitengeneza tena kanisa, na hawezi kulitengeneza kanisa kama hajatengeneza watumishi wake. Kwa hiyo mababa wote katika imani walio hai, kiacha na mababa ambao wameshakwenda mbinguni kwa Baba, mababa wote ambao wako hai, inabidi kama kuna ugomvi walionao, kama kuna tofauti walizonazo na watoto wao ambao ni watoto katika imani, Mtume Paulo anasema mimi ndimi niliyowazaa katika Kristo. Nasema japokuwa mna walimu 10,000, lakini mimi ndimi niliyowazaa katika Kristo. Kila mmoja huwa haokoki tu, ila anaokoka kupitia baba fulani aliyemuongoza katika imani. Kwa hiyo ikiwa kuna baba yoyote bado anaishi baba katika imani, mababa ambao wanajitambua kama mababa katika imani, wanapaswa kutengeneza na watoto wao. Kwa hiyo ili mbegu ya wadui na mashindano kwenye kanisa ife, lazima wapatane, na kwa sababu ya kutokupatana ilitengeneza kuzaliwa kwa huduma nyingi na huduma zingine ambazo hazikuwa na sababu ya kuzaliwa, lakini kwa sababu ya magomvi, vita
vita, mashindano. Ndio maana hizo huduma zilizaliwa, na hizo huduma hazikuwa sauti ya Mungu ndani ya watumishi wao, ndani ya watumishi wa Mungu, ila ilikuwa ni kwa sababu ya yale mashindano na zile vita ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo wakirekebisha hizo vita, kuna mababa ambao watawafuata watoto kuwarejesha kwao, lakini pia kuna watoto ambao watarudi kwa baba zao. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtoto, unajua una changamoto na baba wako ambaye alikuleta katika imani ya Kristo au katika wokovu, aidha ulikutanishwa naye kwa sauti ya Mungu, hakikisha unarekebisha hilo jambo. Tasoma andiko moja kwenye huo upande kwenye kitabu cha Mika. Okay, twende Malaki, tunatumika Malaki kwenye kitabu cha Malaki sura ya 4 na ule mstari wa 6. Malaki sura ya 4 na mstari wa 6. Maandiko matakatifu yanazungumza, anasema hivi, naomba niwekee hapo. Okay, anyway, hamna shida, wacha nisome tu hapa. Kama itakuletea shida kupata, tasoma hapa tu. Anasema hivi kwenye Malaki 4:6, anasema Malaki 4:6 anasema, naye ataigeuza mioyo ya baba zao iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kwa hiyo kuna watoto wanatembea katika laana kwa sababu ya makosa waliofanya kwa baba zao, lakini pia kuna baba ambao wanatembea kwenye uchungu na maumivu na mashindano kwa sababu ya magomvi na kuachana vibaya walipoachana na watoto wao. Kwa hiyo hilo, watumishi wa Mungu, baba zetu katika imani, mimi naheshimu baba zangu wote, siwezi kuwataja moja moja kwa majina yao, lakini wote wanapaswa kurekebisha upande huo na warejeshe huo uzazi ambao walikuwa nao katika swala zima la watoto katika imani. Lakini pia jambo la kuzingatia hapa kwenye urejesho, Mungu anatengeneza sasa watumishi. Tukishapatana hivyo, Mungu ataanza kutengeneza watumishi, na tayari amekwisha kwanza kuwatengeneza watumishi. Amen. Na hao watumishi sasa ndio ambao watakaoleta uamsho kwa